wa eneo bunge la Malava tayari anatoa hotuba yake, kisha tutarejea tena. Asante sana Jeff. Nadhani itakuwa vyema pia tuwape fursa baadhi ya wanahabari wenzangu ambao wako maeneo mbalimbali. Na sasa ni kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Homa Bay tayari tunaarifiwa kwamba wamewakamata washukiwa 22 waliohusishwa na vurugu zilizoshuhudiwa katika uchaguzi mdogo wa Kasipul mapema hii leo. Vurugu hizo, mtazamaji, zilichipuka katika kituo cha kupigia kura cha Agoro Sare ambako mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma alishambuliwa na kundi la vijana ambao wanaodaiwa kuhusishwa na mgombea huru Philip Aroko. Tukio hilo, mtazamaji, limetikisa upya eneo ambalo limekuwa kwenye taharuki tangu mwanzo wa kampeni ambazo zilizoandamwa na ghasia zilizogharimu maisha ya watu wawili na watu kadhaa kujeruhiwa, hatua ambayo ilisababisha tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuwapiga faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja wa wagombea hao wawili ambao waliweza kushiriki. Hata hivyo, hivi sasa basi moja kwa moja tuwasiliane na mwanahabari mwenzangu Brian Bwire akiwa maeneo hayo. Najua shughuli ya kuanza kuhesabu kura inaendelea kwa sasa, lakini kwanza tupate taarifa ya Grace Nganga. Naam, naarifiwa kwamba taarifa ya Grace Nganga bado, lakini twende moja kwa moja tumpate mwanahabari mwenzangu Brian Bwire. Brian, nadhani unanipata vyema kabisa pahali ulipo hivi sasa, labda utuarifu tu na kinachojiri sehemu ambayo uko. Shukran sana mwenzangu Manzu. Jinsi ulivyosema, ni kweli kwamba tupo hapa katika kaunti ya Homa Bay, na hapa tupo katika kile kituo cha kujumlisha kura cha Agoro Sare. Hapa ndipo matokeo yote kutoka vituo 142 yatakuwa yanaletwa hapa, na kisha kuweza kubainisha yale matokeo ambayo yameweza kuhesabiwa katika hivyo vituo katika kituo hiki. Kisha tutakuwa tunajua nani ambaye ameibuka kidedea katika matokeo haya ambayo yamekuwa kilele chake kimekuwa hii leo baada ya kampeni ya takriban miezi 3 hivi. Sasa hii leo ndo tunafika kilele kuweza kujua nani aliuza sera yake vilivyo na nani aliyekubaliwa na wananchi wa hapa Kasipul. Vile nilivyokueleza kutoka asubuhi ni kwamba uchaguzi huu umeweza kuvutia takriban wagombea 10 ambao wamejitosa katika kinyang'anyiro kuweza kumrithi alikuwa mbunge wa hapa kisha kauawa kule Nairobi, Charles Ong'ondo Were. Na kati ya hawa kuna yule mwanawe Charles Ong'ondo Were, Boyd Were, aliyeteuliwa baada ya kura za mchujo kuweza kuwakilisha chama cha ODM kwenye kura hizi ndogo. Kisha kuna yule mgombea huru ambaye ni Philip Nahashon Aroko. Hao wawili wameonekana kuwa ndo mababe katika kinyang'anyiro hiki. Kwa hivyo macho yote sasa yanaelekezwa tu kwa hawa wawili kujua kwamba nani ambaye mwishowe atakuwa ndiye anatangazwa na afisa mkuu wa IEBC hapa, Bi Rebecca Abwaku, ambaye amekuwa hapa tangia asubuhi baada ya kuzuruzuru baadhi ya vituo kuhakikisha tu kwamba kila kitu kinaelekea sawa. Sasa ni zamu yake kusubiri yale matokeo yaje, kisha aweze kuyabainisha na kumtangaza yule mshindi. Tayari kuna vituo ambavyo tunavitarajia muda wote kutoka sasa viweze kuwasili hapa na kuwasilisha zile form ambazo zitaweza kubainishwa na kisha kuweza kujua kwamba nani atakuwa ni mbunge. Lakini cha msingi ni kueleze, ulizungumzia swala tata kwamba kumeweza kushuhudiwa vurugu Kasipul. Kila mara kunapoitishwa uchaguzi kwa kunashuhudiwa visa ambavyo vinakuwa ni visa vya kusababisha majeraha. Wakati kulikuwa na kura za mchujo, mali ya dhamana isiyojulikana iliweza kuharibiwa. Hii leo tangia asubuhi mambo yalikuwa yanaonekana kuwa tisti, mambo yakaonekana kuwa yako kimya, lakini kufikia mwendo wa saa 5 saa 6 hivi, wakati lile kundi lilikuwa likiandamana na yule mgombea huru Philip Nahashon Aroko lilipofika pale Agoro Sare, ndipo mambo yalianza kuharibika. Aliweza kupigwa yule mbunge wa Homa Bay mjini, na mzungumzia Peter Pondo Kaluma, na kuachwa akisaza majeraha. Lakini maafisa walifika pale na kuweza kujukumika kwa haraka na kuweza kuwakamata watu 23 na vozungumza nawe. Tayari magari 12 yako pale katika kituo cha Oyugis, yale magari ambayo yameweza kuharibiwa baada ya kutumika na hawa vijana ambao walikuwa ni wahuni wakibeba mipini kuhakikisha tu kwamba labda zile kura za vurugu, kuna kushuhudiwa vurugu ambazo zingeweza kutatiza zoezi zima lililoanza mapema. Lakini tuko hapa, cha msingi ni kwamba tuko hapa, mambo yote yameelekea kuwa katika njia ambayo ni ya kistadi. Kwa hivyo tuko hapa tu katika shule ya upili ya Agoro Sare kuweza tukufuatilia matokeo yote yanavyotangazwa hapa, na bila shaka usikonde mtazamaji wetu, kwa sababu sie tuko hapa Kasipul kuhakikisha kila tukio, kila lalojiri na jinsi linavyojiri hapa katika kituo cha Agoro Sare, shule ya upili hii. Tutakuwa tunaja moja kwa moja kuhakikisha kwamba wewe unapata matokeo na vituko na matukio yote toka hapa Kasipul. Moja kwa moja kwako
pale studioni Manzo. Asante sana Bramwell Bwire, huyo akiwa maeneo ya Kasipul. Bila shaka atakuwa ni wenye kutuarifu na matukio ambayo yanayoendelea kuchipuka katika maeneo yale. Hapo awali pia nilikuarifu kwamba kuna taarifa ambayo tulikuwa tumekuandalia kuhusiana na matukio ambayo yaliweza kunakiliwa maeneo yale ya Kasipul wakati wa uchaguzi ukiendelea. Moja kwa moja nampisha mwanahabari ama taarifa hii ambayo imetiwa sauti na Ann Musungu. Vurugu zilionekana kuweka kambi tena katika eneo bunge la Kasipul baada ya mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma kujipata pabaya aliposhambuliwa na vijana wanaodaiwa kuwa na uhusiano na mgombea uhuru Philip Aroko. Tukio hilo la shambulio lilikidhirisha mtindo sugu wa kutovumiliana kisiasa na utovu wa nidhamu ya uchaguzi katika baadhi ya maeneo ya Nyanza. Attacked by Aroko with a team of goons. They have gone with a gun for my bodyguard, and you can see they have told me, and he's the one who was telling them to hit me when I'm with them. These people want to cause violence so that they scare people from voting, because they know we have won already. So come out and vote. You see, they have attacked me, but I'm still here. There is no issue. Maafisa wa polisi wamewakamata washukiwa 22 waliopatikana na silaha butu, wengi wao wakiwa vijana waliotiwa mbaroni katika sehemu tofauti katika barabara ya Oyugis kuelekea Kindube. Maafisa wa polisi pia wanazuilia magari kadhaa yanayodaiwa kuhusika katika usafirishaji wa washukiwa hawa. Akidhibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi Lawrence Koilem amesema uchunguzi tayari umeanzishwa kubaini nia ya washukiwa hao. Kasipul imekuwa chini ya uangalizi mkali wa usalama kipindi cha kampeni, wafuasi wa pande hasimu wakikabiliana mara kwa mara, hali iliyosababisha vifo na kuzua hofu kuhusu kuongezeka kwa ukatili wa kisiasa katika maeneo yanayotambulika kihistoria kama ngome za ODM. Licha ya juhudi kuwekwa kutuliza hali, wagombea wakuu wawili walitozwa faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja na tume ya uchaguzi, adhabu isiyo ya kawaida iliyoonekana kulenga kudhibiti machafuko. A most stern warning be and is hereby issued to both candidates that should any violation of the electoral code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law. Hata hivyo, vurugu za siku ya Alhamisi zinaonyesha kuwa adhabu za kifedha pekee haziwezi kuyaondoa makundi ya uhasama wa kisiasa yaliyojikita na yanayochochewa na vijana wa makundi hatari. Shambulio dhidi ya Kaluma siku moja tu baada ya onyo kali kutoka kwa Wizara wa Usalama wa Kitaifa kuhusu watakaozua vurugu kwenye chaguzi hizo linaonyesha ujasiri ulioongezeka wa udhamini wa makundi yanayozua vurugu, wanaoendesha shughuli zao bila kuogopa mkono wa sheria. Aidha, kulipuka kwa ghasia hizo licha ya uwepo mkubwa wa polisi kunaibua maswali kuhusu mapungufu ya taarifa za ujasusi, mipango ya usalama au hatua tayari ya vyombo vya usalama kukabiliana na makundi yenye uhusiano wa kisiasa. Attacked as police are watching. In fact, I was standing with the police officers. So I wanted to request that if there are instructions that the police connive and be complicit in chaos for whatever reason, we want to request the IG and the minister that the police need to be much more firm. Ghasia za chaguzi ndogo katika maeneo yenye upinzani mkali kisiasa zinaonekana kuzidi kutawala majukumu ya siasa kwa vitisho, zikidhoofisha imani ya wapiga kura na uhalali wa uchaguzi. Kadri kura zinavyoendelea kuhesabiwa, jambo linalotiliwa shaka si tu nani atakayeshinda, bali ishara ambayo uchaguzi huu unatoa kuhusu ukomavu wa demokrasia nchini. Bila shaka ni taarifa hiyo ya Grace Ng'ang'a iliyotiwa sauti.